أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض. Baada ya kusubiri kwa muda mrefu, hatimaye hii leo mwakilishi wa Tanzania bara katika mashindano makubwa zaidi ya Qur'an tukufu ya mabara yote ulimwenguni ameshajulikana, na huyu si mwingine bali ni kijana Ismail Yusuf Hamad ambaye ana umri wa miaka 22 kutokea hapa jijini Dar es Salaam. Ndiye ambaye atakayewakilisha Tanzania bara katika mashindano makubwa zaidi mnamo mwaka wa 2026 katika uwanja wa Benjamin Mkapa, mashindano ambayo yanaandaliwa na Al-Hikma Foundation. Ismail amepatikana baada ya mchujo uliokuwa na ushindani mkali sana ulioanzia majira ya saa 1 asubuhi hadi kukamilika kwake saa 11 za jioni, na hatimaye akaibuka kuwa kidedea katika washiriki ambao walikuwepo, jumla ya washiriki 22 kutoka katika mikoa tofauti ya nchini Tanzania ikiwemo Pwani, Tanga, Dodoma na Dar es Salaam. Nini anakisema kuelekea katika mashindano hayo na vipi ambavyo amejiandaa, huku akijibu swali la kwamba kitendawili ambacho kimekuwa kiwasumbua Watanzania wengi ambao wamekuwa wakishiriki na wamekuwa wapate nafasi ya kwanza. Je, Ismail anasemaje? Alhamdulillah, mashindano kwanza yalikuwa ni magumu. Washiriki wote walijiandaa na wapo vizuri, walakini kile kilichopangwa na Allah huwa ndio kinachokuwa. Kwa hiyo alhamdulillah, mimi ndio nimebahatika kupata nafasi ya mwanzo. Kwa upande wangu mimi nitajiandaa inshallah. Kinachotakiwa ni kuongeza juhudi na kufuata maelezo ambayo tutapewa na walimu zetu. Ni kwa kila mshiriki anatamani na ana hamu ya kuwa miongoni mwa washiriki ambao watakuja kuwakilisha Tanzania katika mashindano hayo makubwa. Kwa alhamdulillah, na mimi ni miongoni mwao, nilikuwa na hamu hiyo na alhamdulillah leo nimepata nafasi. Inshallah nitajitahidi ili turudishe ile heshima yetu, lakini vyovyote vile itakavyokuwa ni jambo ambalo Allah kalikadiria. Kwa hiyo mimi sina uwezo wa kusema nitakuwa wa kwanza au vipi, ila isipokuwa nitaongeza juhudi mradi niweze kuvunja hiyo rekodi ambayo kwa hivi karibuni Watanzania wamekuwa wakipata nafasi za 3 mpaka 5, lakini hizi nafasi 2 za juu zimekuwa ni ngumu kidogo. Kwa hiyo inshallah nitajitahidi inshallah. Naye mwakilishi wa taasisi Al-Hikma Abdullahi Ali Suleiman ambaye alikuwa ni miongoni mwa wasomaji na wakatoka videdea, alikuwa na haya ya kuzungumza. Sambamba naye ni jaji wa mashindano haya ya mchujo Ahmad Hassan Katungunya, akisema kuwa kwa hivi sasa vijana wako vizuri, hivyo wanachohitaji kwa sasa ni kuweza kufanya mazoezi ya kina ili pindi ambapo mashindano yatakapoanza waweze kuwa vizuri, na ana imani kuwa wanaweza wakafanya vyema zaidi. Kikubwa nilikuwa namuomba sana Mwenyezi Mungu na nilikuwa nafanya sana muraja, lakini alhamdulillah namshukuru Mungu nimepata nafasi ya kuwakilisha taasisi. Inshallah naahidi tutaletea ushindi inshallah kwa uwezo wa Allah inshallah. Washiriki wetu hawa wawili ambaye mmoja anawakilisha Tanzania bara Alakh Ismail na mwingine Abdullah yule ambaye anawakilisha taasisi, tunatarajia ni vijana wazuri na tuna imani watafanya vizuri katika mashindano yatakayokuja kwa uwezo wa Allah. Kwa kweli wanachotakiwa ni kufanya mazoezi tu. Wazidishe mazoezi mengi. Wote ni wazuri. Hawana tabu kabisa, lakini usijiamini. Mazoezi ni kitu muhimu. Mimi nimewakubali na majaji wenzangu wamekubali, lakini kinachotakiwa waongeze kasi na ari ya kufanya muraja. Yaani wafanye kila siku kurejea zile aya zao ambazo wanahisi sehemu walizokosea kidogo. Kwa upande wake mwenyekiti wa kamati kuu ya mashindano ya makubwa zaidi ya Qur'an tukufu ya bara yote ulimwenguni Al-Hikma Foundation, dai wa kimataifa Sheikh Nuruddin Kishki, alikuwa na haya ya kusema juu ya mchujo huu, lakini pia na kile ambacho kuelekea katika mashindano ya mwaka 2026. Tunamshukuru Allah, hatua mojawapo ya kuwapata washiriki wawili watakao iwakilisha Tanzania bara na mmoja ataiwakilisha taasisi inayoandaa jambo hilo, nayo ni Al-Hikma Foundation, wamekushapatikana. Na upande wa Zanzibar tayari maandalizi yanafanyika, na hivi karibuni na wao watafanya mchujo wa kumtafuta mwakilishi wa Zanzibar katika haya mashindano. Kwa hiyo niwaambie tu watazamaji Waislamu na Watanzania kwa ujumla,
coming soon, wakae mkao wa Qur'ani ndani ya mwezi wa Qur'ani. Al-Hikma Foundation inafanya asbab, bimaana inajitahidi kufanya yaliyobakia tunamwachia Ar-Rahman allama al-Qur'an khalaqa al-insan allamahu al-bayan. Lakini mwisho msiache kutuombea dua. Bila ya dua na bila rahma za Allah hatuwezi kupiga hatua zozote zile. Mimi binafsi kama mtu wa Qur'an niliyejaliwa kushiriki mashindano mbalimbali ndani na nje ya nchi, sistaajabu ikiwa ushindi utakwenda kwa asiyekuwa Mtanzania, kwa sababu haya mambo ninayajua vizuri. Lakini jitihada zipo, na kama Al-Hikma Foundation kwa mchujo wa leo ni dalili tosha ya kuwa tulikuwa tukimsaka Mtanzania na mwakilishi wa taasisi ambao watakuwa ni bora, wana uwezo wa kupambana na wenzetu. Kwa sababu kwa nyuma michujo yetu ilikuwa ni mizuri, lakini ya leo ni mizuri zaidi. Kumbukeni ya kuwa kitendo cha kuanza mchujo hapa kuanzia saa 1 asubuhi mpaka saa 11 jioni, hii ni wazi ya kuwa tulikuwa tukimtafuta mtu hasa stahiki. Lakini kigeuza shilingi upande wa pili, wenzetu katika nchi mbalimbali, Qur'ani ni maisha yao kwa ujumla. Wamerahisishiwa huduma zote za Qur'an, wamewezeshwa kwa namna zote zile tofauti na sisi. Mimi nikiri ya kuwa sisi Tanzania tumepiga hatua Qur'an tofauti na huko nyuma, lakini bado kuna nchi tukilinganishwa nao sisi bado wanasema vijana tutasoma namba. Kwa hiyo pamoja na hayo nitoe wito kwa Watanzania watu waamini sisi Al-Hikma Foundation. Kama anavyosema siku zote, siwezi kukariri maneno nikiwa muongo, lazima nitakuwa nakariri maneno nikiwa ni mkweli na najiamini. Hatuna kupanga, hatuna kuelekeza majaji, bali kama nilivyosema, hata mtoto akishinda sisi hatuombe chochote kutoka kwake. Wapo wengine mtoto anaweza kushiriki mashindano ndani na nje, akafanywa mipango, akaenda kusoma nje, akirudi anaambiwa pasu kwa pasu, mimi nilikupeleka changu kiko wapi? Hizo sio tabia za watu wa Qur'an. Watu wa Qur'an wenyewe ambao Qur'ani imekita kifuani, umehifadhi Qur'ani, hawawezi kufanya mchezo mchafu kama huo. Kwa hiyo sisi Al-Hikma ile jambo tunamwachia Allah, tunawaachia majaji, na atakayepatikana kwa mshindi huyo sisi tunakuwa tumeridhika naye. Na sisi hawa leo walioshinda tumekwisha waita Jumatatu, tuna kikao nao, tunawapangia program maalum ya kusikilizwa na viongozi wa Al-Hikma. Lugha fupi ya mjini itakuwa ni bamba to bamba, bega kwa bega, mguu kwa mguu, mkono kwa mkono, hadi kuhakikisha kwamba hawabweteki. Kuanzia sasa mpaka tarehe 1 mwezi wa 3 watakuwa wanaishi katika mazingira ya Qur'ani zaidi na zaidi. Katika eneo hili kijana Ismail Yusuf Hamad ambaye amepata nafasi ya uwakilishi wa Tanzania bara katika mashindano makubwa zaidi ya Qur'an tukufu ya mabara yote ulimwenguni yanayosimamiwa na Al-Hikma Foundation, ndipo ambapo ndoto yake imeweza kutimia, na hatimaye mwaka 2026 ataiwakilisha Tanzania bara katika mashindano hayo kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa. Lakini si yeye peke yake, bali pia hata mwingine kijana Abdullahi Ali Suleiman, na pia ndoto yake imeanzia hapa. Kwa niaba ya mwenzangu Tariq Najim, mimi ni Khalid bin Omar. Tukutane tarehe 1 mwezi wa 3 mwaka 2026 katika uwanja wa Benjamin Mkapa, wewe pamoja na mwenzio, ili kusudi tukashuhudie kile ambacho vijana hawa wa Kitanzania nini watakachokifanya kunako mashindano makubwa zaidi ya Qur'an tukufu ya mabara yote ulimwenguni mwaka wa 2026 yanayoandaliwa na Al-Hikma Foundation. Kishki TV, nuru ya dini yako.